zima. Tukirudi hapa mji mkuu Kinshasa, habari kusika na ujamii, mama Nathalie Aziza Munana aliweza kabisa mkutano mkubwa, sherehe kubwa kabisa iliweza kufanyika hapa mji mkuu Kinshasa kunako Hilton Hotel, huko wakijikusanya wanamemba wa la sasa ni kusema kundi inayohusika na kupiganisha njaa ulimwenguni, ni shirika za upekee ama ONG, na kulikuwa viongozi wa balozi, viongozi mbalimbali, wafanyabiashara na wengine, watu wa roho nzuri, kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia kabisa kutia pesa kunako mfuko wa shirika kubwa hiyo Action contre la faim, kusudi ya kusaidia wandugu zetu wale wana matatizo, kwa sababu nchi bara la Afrika, ulimwengu pia nchi ya kwa demokrasia, tunapashwa kusaidia wale wakongomani, wale wandugu, wale raia wanaokosa chakula, na pesa iliweza kuingia nyingi. Watu wa roho nzuri wanaweza kutoa pesa yao na kuingiza kunako mfuko hiyo, itaweza kusaidia majamaa mbalimbali na kusaidia kazi za ujamii nchi yetu ya kwa demokrasia kwa njia ya shirika hiyo tumeita Action contre la faim, na mi kabisa kwa usaidizi vile vile wa mama Nathalie Aziza Munana, waziri wetu mwenye husika na ujamii. Habari kusika na masomo, tamjulisha kwamba waziri anosika na masomo wa mji wa Kinshasa, jimbo la Kinshasa, bwana Jeannot Kanola Rose, yeye aliweza kujikusanya na Proved pia na viongozi mbalimbali wenye kusika kazi ya masomo nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mbi kabisa hapa mji mkuu Kinshasa, kuangalia namna gani ya kutafuta kutengeneza kazi mbalimbali, mabadilisho kwa maadibisho ya masomo mji wa Kinshasa, kuangalia namna kwa wale wenye kufanya kazi ya kufundisha, kuangalia kwa wale wenye kufanya kazi mbalimbali kusudi mafundisho kwa vijana wa Kongomani, pia viongozi wafanye kazi zao kama vile vinavyofaa, na itakuwa lazima mabadilisho hiyo ipashe kwenda kwa hali ya kuweza kunyanyua kazi za maadibisho ama kazi za masomo nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na yote ilipitikana hapa mji mkuu Kinshasa. Kama vile umejua, kumekwisha kufanyizwa mimi kabisa tumeita reform kwa lugha ya Kifaransa. Kunano mambo mengi kwa njia ya maadibisho ama masomo mji wa Kinshasa ama nchi nzima ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari kusika na upasaji wa habari, waziri wetu mimi kabisa kunako hapa mji mkuu Kinshasa kulikuwa semina kubwa iliweza kufundishwa mimi kabisa watumishi wa waziri wenye kusika na upasaji wa habari, na hiyo ni centre kubwa tumeita CEFAC, inaongozwa na bwana Francisco Nkwana, na waliweza kufundisha namna gani ya kuweza kutumika kunako kazi za serikali, na hivyo basi walikuwa hapo waliweza kuwatolea cheti mbalimbali wale wote waliweza kumaliza mafundisho zao. Bwana Cleophas Maraba, katibu mkuu mwenye kusika na upasaji wa habari ya serikali yetu ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na yote iliweza kupitikana huko mtaa wa Gombe, nafasi yako kunako masomo Chrétien Emmanuel mtaa Gombe kama vile umejuisha, na bwana kiongozi wa centre yetu beita afekta CEFAC aliweza kuwatolea majeti mbele ya katibu mkuu mwenye kusika na upasaji wa habari bwana Cleophas Maraba, na wengine viongozi watumishi wa waziri walikuwa hapo na kuweza kuwapigia aksanti na kuwajulisha kwamba napashwa kufata na kutubikia yale waliweza kufuata kunako mafundisho muda wa mafundisho zao. Tumejelekeza upande wa Kasai Central, tutamjisha huko Munerazo upande wa Kasai Central, ndivyo Kasai Oriental. Liwali wa jimbo wa Kasai Oriental bwana Mbwebwa Kapo aliweza kujikusanya na viongozi wa Sosimex. Sosimex ni shirika kubwa yenye kufanya kazi ya majengo mbalimbali ya njia nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, pia vile vile na viongozi wa RVF, wakiangalia namna gani wanaweza kujenga mimi kabisa fasi kivuko kubwa hiyo tumeita port kunako jito huko upande wa maji kubwa ya Kasai upande wa Kansenga,
na huko kuangalia namna gani wanaweza kujenga kivuko kubwa kunako mjito wetu tumeita Lubilanji upande wa Lupatapata, na tukijulishwa kwamba ni vizuri itaweza kusaidia wandugu zetu wenye kujielekeza na chakula na vitu na meli huko upande wa Kasai Oriental, upande wa Mbujimayi wakipitia upande wa Lupatapata, itakuwa lazima wapitie kwa njia ya maji tumeita Lubilanji huko kunako upande wa Kansenga, na tumejua kwamba wataweza kujenga kabisa kivuko hiyo kama vile wanastahili, na wampatie namna na mipango mbalimbali kwa Sosimex pia na RVF jinsi ya kuweza kufanya kazi. Habari tukitoka upande wa Kasai Oriental tumejielekeza tumerudi hapa mji mkuu Kinshasa kuweza kumjulisha kwamba umejua nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia ni nchi kubwa na ni lazima tupashe kufanya yote kuweza kukinga nchi yetu, na hivyo basi Presidenti Akilimali pamoja na katibu makamu wake mama Nicolas Kantambi waliweza kujikusanya kabisa, waliweza kujikusanya na wakongomani vijana pia wengine wenye kujua kazi mbalimbali na kuangalia namna gani wanaweza kusaidia kabisa serikali ya nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia kwa kuweza kutafuta maendeleo pia majengo ya nchi yetu. Kulikuwa kabisa mkutano mkubwa kunako hiyo tumeita Hotel de la Gombe, nafasi waliweza kujikusanya juu upande wa realization, wataweza kutupatia picha ya wandugu zetu wale wa Fraternite ya Kongo, kuomba na wakongomani wote wapashe kutumika mkono kwa mkono, wasaidie serikali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, wapashe kusaidia vile presidenti wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia kwa kazi. Leo tunashukuru sana kwa kuona gisi tunakutana tena ndani ya Fraternite Congolaise. Ile inafanya tena reunion ya kuanza tena kazi ya kuongea ya kunini kusemea maneno ya nchi, na mreunion leo tulizungumzia maneno ya mingi ama nia yetu ya kumsoutenir chef de l'etat. Après kumsoutenir chef de l'etat tuko tena na lazima ya kusema ke tunafurahi na tunaitika, tunakubali kusema maneno ile inafanyika entre makori ya principe, tunaikubali na tunaitika, na tuko nyuma ya president de la republique juu ya kumsoutenir kuitika ile makori ifanyike juu bandugu yetu bapate amani na salama kwetu ku este. Ni ile tuko nayo, na tunaambia batu bote bakongole benye kwa na roho mzuri bale banafurahi kusema inchi pate amani, na bale beko batoto wanaitika vya kweli kusema tuishe mauaji kwetu. Tukiendelea na habari, kisha habari ya ndugu zetu na Presidenti Akilimali wa Fraternite, habari kusika na wasultani wa asili, na hivyo tunaweza kumjulisha kwamba hapa mji mkuu Kinshasa kabisa kunao kijiji Mbakana wameita Impindi. Kijiji hiyo kuliweza kuwa matatizo, hakuna masikilizano kwa viongozi wa asili, na hivyo basi bwana Tresor Mukina Bulanda aliweza kuwakusanya na kuweza kuangalia namna gani ya kuleta amani huko na kusiwe tena fujo, wapashe kuishi vizuri kama vile walikuwa wakiishi zamani, na kuweza kufata viongozi ama wasultani wa asili. Na waliweza wengine kulalamika kwamba wana matatizo kila mara, wa askari polisi wamewatatiza kuwalomba pesa, kuwalomba vitu mbalimbali kusudi wapashe kutumika nao pamoja, lakini wamejusha kwamba wamama wale wafanya kazi ya mashamba wameangamizwa na askari polisi kwa sababu wamewaomba kila mara pesa, makodi mbalimbali isio maana, na imeleta matatizo. Ikiwa wamama hawaende tena kwa mashamba, njaa itaweza kuwaingilia. Ni lazima serikali apashe kuwasaidia na watumike mkono kwa mkono, wale wa sultani wa asili wapashe kutumika nao pamoja kusudi amani irejee upande wa Impindi pa Mbakana hapa mji mkuu wa Kinshasa. Tukibaki mji mkuu Kinshasa kunako mtaa wa Kalamu huko bwana Charlie Lubaya, yeye ameendelea na kazi ya kuweza kutosha uchafu kunako barabarani na kunako mifreji na kunako soko mbalimbali, na kuomba na raia wa Kongomani wanaopatikana kunako mtaa wake wakamate uchafu watupe kunako yalala, wengine wanaweza kuchoma moto kusudi mtaa wake uwe safi, kwa sababu ni mpango wa serikali wa mji wa Kinshasa inaongozwa na bwana Daniel Bumba. Mji wa Kinshasa unapasha kuwa safi, ni lazima mtu kila muka asubuhi kusafisha mbele ya makao yako, ndani ya makao yako, na kutupa uchafu kunako yalala. Ifai kutupa uchafu kunako mifereji, kwa sababu wakati mvua itanyesha maji kijaa itaweza kuziwiwa na udongo ama uchafu umetupa kunako mifereji.
Habari nyingine tutaweza kumjulisha tukimjulisha tena ya kwamba mama Marie-Kate Mutinga yeye alipatikana huko upande wa Changu kwa sababu ni mzaliwa wa Changu. Na hivyo basi tarehe 17 mwezi utunao alikuwa kunako kanisa mtakatifu Msalaba, tumeita Paroisse Sainte Croix upande wa Kimbantseke. Huko aliweza kuwa na wamama wenye kupatikana kunako mikoba mbalimbali huko na mtaa wa Kimbantseke, kuweza kuwasaidia kuwapatia kabisa mingi vyombo vya kuweza kushona mavazi, kwa lugha ya Kifaransa tumeita machine à coudre, na waliweza kupiga aksanti kuweza kupata kabisa vyombo hiyo tutaweza kuwasaidia kwa kuweza kusaidia wa jamaa zao wakishona mavazi. Watu watapeleta pesa na itaweza kuwasaidia kufundisha watoto kunako masomo na kuweza kuona namna kula na kuweza kujitunza, kwa sababu wakipata vyombo hiyo ni shirika kubwa wamepata ya kuweza kutafuta pesa. Waliweza kumpigia mama Marie-Kate Mutinga accent, na aliweza kuaga vile vile kwamba tuweza tena kununua kabisa sima itaweza kusaidia mingi wa ndugu zetu wa kanisa hiyo ya Sainte Croix upande wa Kimbantseke. Na kiongozi ama padri Abe Emile Matsanga aliweza kupiga accent kwa yote mama Marie-Kate Mutinga amewasaidia. Habari za mwisho ni habari za kanisa tu. Tutamjisha kwamba kunako kanisa Saint Rita kulikuwa mkutano mkubwa huko upande wa Mongafula. Nafasi wa ndugu zetu waliweza kujikusanya na kulikuwa sala kubwa kwa amani na ukimya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na kuomba raia wote wanapaswa kuombea wa ndugu zetu wa FARDC wale wanapigania vita kwa kuweza kuleta amani, kuweza kuombea mingi vile viongozi wa nchi wanafanya wote kwa kuweza kuleta amani. Na huko padri waliweza kujulisha kwamba ya lazima ni mapendo kwa nchi, mapendo kwa binadamu, mapendo kwa wote wa Kongomani, na yale ndiyo kiongozi wa kanisa aliweza kuaga ya kwamba mapendo ni lazima imepita yote. Tukiwa na mapendo ya nchi yetu tutaweza kufanya yote kama vile desturi. Na huko wa vijana waliweza kukomunika, waliweza kubarikiwa, na ilikuwa shangwe na furaha kumwomba Mwenyezi Mungu amani ukimereje nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hapa nimepiga nukta mwisho kwa macha yetu mtarisha kwa magharibi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi na tutakutana tena siku ya kwanza inshallah. Kwa irini, alamsiki.